Chipando. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Kiuhalisia mambo mengi sana yamezungumzwa hapa, na mimi naungana na watu wote ambao wanampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea waziri ambaye yuko active, na maanisha Dr. Gwajima. Nikisema waziri yuko active, tunajua watu wote si ni mashahidi kwamba jambo lolote likitokea linalohusu jamii yetu, utamuona Gwajima yuko fronti nalo, liwe kwenye mitandao ya kijamii, liwe ni jambo la mtaani, utaona yuko nalo. Na kupongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa kazi kubwa unayoifanya. Na mimi nitachangia mambo machache sana kwa sababu mambo mengi yameshazungumziwa. La kwanza, nitaanza na 10% ya mikopo ambayo inatakiwa kutolewa kwenye halmashauri zetu. Tunajua kwamba serikali iliamua kupeleka mikopo kwenye mabenki ili kulinda pesa. Watu wengi walikuwa wanakopa na kuondoka na pesa bila kurudisha. Lakini bado kumekuwa na changamoto kubwa kwenye elimu ya wajasiriamali wetu kuhusiana na namna ya kuzifuata hizo pesa katika taratibu za benki. Benki na taratibu zake za kulinda pesa, na wananchi wetu kuzifikia hizo taratibu imekuwa ni kazi ngumu sana. Hivi ninavyokuambia mimi mwenyekiti, jimbo la Kigoma mjini kuna makundi zaidi ya 25 waliandikwa na wakafuata taratibu zote tangu mwezi wa kwanza mpaka leo hii bado hawajapata pesa yoyote kwenye makundi yao. Lakini kuna wengine waliomba milioni 5 alafu wakapewa 500,000. Hii tafsiri yake ni kwamba hiyo pesa haiwezi kwenda kufanya hiyo biashara ambayo hicho kikundi au huyo mtu alikuwa ameenda kuitarget. Kwa nakuomba sana Mheshimiwa Waziri, nenda fronti na watu wako, nenda fronti benki, waambie hizi pesa ni za serikali, hizi sio pesa za benki, watu waweze kupewa hela zao, waweze kufanya biashara. Lakini lingine ni kuhusu wanaume. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii imejikita zaidi kwenye kutetea wanawake, lakini tunapozungumzia maendeleo ya jamii tunazungumzia jamii nzima kwa ujumla, tukiwemo wanaume. Sasa leo nitakwambia mwenyekiti, na naomba Mheshimiwa Waziri ufungue masikio usikie vituko tunavyofanywa wanaume na wanawake. Elimu nyingi imekuwa ikitolewa, hata vipindi vya redio. Ukisikia vipindi vya redio, elimu vinazoitoa ni kama vinawafundisha wanawake waende wakapambane na wanaume kwenye nyumba zao. Lazima mjue wanaume wako humu ni mashahidi. Wanaume tunaoa wanawake kwa namna ambavyo tunataka sisi, kwa sababu sisi hatuolewi, sisi tunaoa. Kuna mwanaume anaoa mwanamke anayetaka huyo mwanamke aajiriwe, yeye afanye kazi na mwanamke afanye kazi. Na kuna mwanaume hataki mke wake aajiriwe na bosi kwa sababu anakuwa na wasiwasi kwamba hizi taarifa ongezisubiri kwa granada. Taarifa mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mary Masanja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mzungumzaji. Vivyo hivyo na wanawake hatuolewi tu hivi hivi, isipokuwa tunaolewa na mtu ambaye tumemhitaji. Mheshimiwa, unaipokea taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ndo mambo ambayo naenda kuyazungumzia huko mbele. Kama mwanaume anaongea na wewe unaongea, tafsiri yake taarifa mwenyekiti. Taarifa mwenyekiti. Mwenyekiti, naomba ulinde muda wangu kwa sababu nina mengi ya kuongea. Naomba ulinde muda wangu. Taarifa zao zipokee. Naomba ulinde muda wangu. Na wao wavumilivu. Wakati wanaume tunasemwa, huwa tunataka kuvumilia. Na wao wavumilivu. Taarifa mwenyekiti. Naomba utulivu tafadhali. Mheshimiwa, naomba, siwezi kumsikia anasema nini kama mtakuwa mnaongea.
Mheshimiwa, naomba uendelee. Taarifa mwenyekiti. Taarifa mwenyekiti. Taarifa. Pointi hapa. Waheshimiwa wabunge, nimesema mnaongea sana, sikusikia nini anasema. Kwa hiyo taarifa unayoomba sijajua ya nini, naomba aendelee kuongea ili niweze kuelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka niwaambie ukweli, hasa wabunge wa wanawake waliomo humu ndani. Jeshi kubwa ambalo limenipa mimi ubunge mpaka kuja hapa ni jeshi la wakina mama. Kwa hiyo njia pekee ya kuwatetea wanawake ni kuwaambia ukweli pia, sio kuwadanganya na kuwabebesha mzigo ambao kiuhalisia ungemwambia ukweli mwanamke angejua namna bora ya kuweza kujikomboa. Naomba wanisikilize ili wajifunze, wajue ni yapi tunapitia sisi wanaume kupitia tunayoteswa na wanawake. Kwa hiyo watulie, wasikilize. Naomba niendelee mwenyekiti, na unilindie muda wangu mamangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati unamtetea mwanamke kuhusiana na ukatili wa kijinsia, ni lazima na yeye mwenyewe umfundishe namna ya kutojiingiza kwenye ukatili wa kijinsia. Yapo mambo ambayo yanafanywa na wanawake yanawaingiza automatically kwenye ukatili wa kijinsia, na nitayataja hapa, na wao wanawake watakuwa mashahidi kwenye hili. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, huwezi kuwa umeishi na mwanamke ndani, anakusingizia ujauzito, unaulea miezi 9, anazaa mtoto, unamlea mtoto, anafikisha miaka 10, baadaye mnagombana kidogo, anakuambia hata mtoto mwenyewe sio wako. Ipo namna mwanaume yote, ipo namna ambavyo mwanaume anaweza kureact katika hasira, na kuna wanaume wanaweza kuvumilia hasira, na kuna wanaume wengine wakati wanapambana na hilo neno ulilomwambia unatokea ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tuwe wa kweli wakina mama, mimba sio ya mtu, mwambie, usimbebeshe mzigo mwanaume ambao sio wa kwake. Wapo wanawake, wapo wakina mama, amesomeshwa, mtu anahangaika, ameacha kusomesha ndugu zake wadogo zake, anamsomesha binti kwa kuamini kwamba atakuja kufunga naye ndoa ili waweze kuendesha familia. Akishamaliza kusoma, anamuona yule mwanaume hafai, anamgeuka. Ukimgeuka huyu mtu, familia yake yote na tulikuambia, mwisho wa siku haya matendo yanaleta hasira kali sana kwa wanaume. Mimi sitaongelea hapo mwanaume kupigwa, kwamba wanaume wanapigwa na wake zao, hayo mambo. Wanaume kupigwa, hiyo ni nguvu ya mwisho, hiyo ni mlevi huyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiwawezesha vizuri wanawake, kuna baadhi ya matendo ambayo wanayafanya ambayo utanitafsiria baadaye kama ni utapeli au ni wizi, yataondoka. Kwa mfano, mwanamke mtu hampendi kabisa, hampendi hata kidogo, lakini anakaa naye amemuita kama mpenzi, wamekaa, anajua kabisa hampendi, lakini yuko anamdanganya, anakunywa pombe zake, anakula vitu vyake, mwisho yule bwana anaenda toilet, anarudi, anamwona mwanamke anakimbia kwenye bajaji. Haya mambo yanatokea kwa sababu wanawake, uchumi wao, kuna vitu wanavifanya kwa sababu ya uchumi tu. Mwanamke mwenye uchumi hawezi kukwenda kula vitu vya mtu ambaye hampendi. Mama Gwajima, wasaidie wanawake wawe na hela ili kupunguza hivi vitu. Mtu wanaimba paka nyimbo, mtu anajua kabisa huko sitoenda, unamwambia unakuja saa ngapi, tukutane wapi, mnakubaliana, nitumie nauli, unatuma 50, anazima simu na kublock, anaambia si wizi huo. Huo ni wizi. Na wanatumia kawimbo kazuchu, siendi, nauli yake nakula, nasema siendi. Huu ni wizi mama. Na sasa kuna namna mwanaume
kuna namna watu huwa wana namna kukabiliana na mwizi. Kuna mwingine unampeleka polisi, na wengine unasikiaga wananchi wana hasira kali, wamchoma mwizi moto. Haya matendo yanatokea kwa namna nyingine ni kwa sababu kuna wanawake bado kipato kiko chini. Kwa hiyo katika utafutaji wake anafanya mambo ambayo kiuhalisia inakaa ni kama ni utapeli. Haya, twende basi kwa wale wenye kipato sasa. Wale wenye kipato. Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Gwajima, nimemwona mume wako hapa. Wakati ametambulishwa nimeona alivyosimama, tabasamu lake nilikuwa namwangalia usoni, linatoka moyoni. Na wewe ni waziri. Kuna mwanamke akishapata pesa anabadilika kwamba yeye ndo mwanaume kwenye nyumba. Anataka kumpeleka mwanaume na kumdhalilisha, kumuonesha kwamba wewe si lolote si chochote. Jamani, Mwenyezi Mungu ametuumba tofauti. Mwanaume ni mwanaume tu. Kuna muda ukifika, uwe na pesa, usiwe na pesa, mheshimu mume wako. Kuna ubaya gani? Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya matendo. Taarifa Mwenyekiti. Hawa bila kutulia Mwenyekiti. Mheshimiwa, endelea. Nashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya matendo yanayotokea katika familia yetu. Ndio maana leo nimemletea Mheshimiwa Gwajima kitabu hichi hapa. Hichi ni kitabu kimeandikwa na Dr. Mlenda Omari. Tulikizindua juzi Kigoma. Kinaitwa Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Huyu mzee kaandika kila kitu humu ndani. Kwenye kitabu hichi, naomba wataalamu wa bunge mumkabidhi Mheshimiwa Waziri hichi kitabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wake zetu wanafundishwa namna ya kuja kutushambulia ndani ya familia. Ukisikia vipindi vyote, mwanamke ambaye amekubali kwamba mimi mume wangu acha atafute, mimi acha nikae na watoto, nilee watoto, anaonekana ni mjinga kwenye taifa hili. Wanamtangaza kama mjinga. Unakubaliaje kukaa nyumbani? Mwanaume anachagua mwanamke anayemtaka. Kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya kazi, na kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya biashara, na kuna mwanamume anataka mwanamke ambaye atabaki nyumbani na watoto wakati yeye yuko kwenye mapambano. Sasa elimu nyingi zinatolewa kwenye vipindi vya radio, ni elimu ambazo zinamuonesha kama mwanamke lazima utoke. Sasa wakati anaanzisha vita ya kutoka kwenye familia ambayo mwanaume alioa mwanamke ambaye atakaa nyumbani na familia, ndio hapo ekaeka zinaanza kutokea. Lakini manyanyaso wanayopitia wanaume ni mengi. Dr. Gwajima, tutengenezee system. Ndio maana mwana vinaanzishwa vyama sasa, tujitetee wenyewe huko mitaani. Vyama vya wanaume, wazee wanaume, kwa sababu tumegundua mnatushambulia. Yaani mmekaa kama mwanzo mwisho ni kutushambulia. Mimi nitakupa mfano mmoja Mwenyekiti. Unajenga nyumba, mnajenga gorofa. Unampa hela mke wako kwamba simamia nyumba, mimi napambana, hakikisha nyumba inaisha ili tuweze kuishi na familia. Hela unazompa ananyofola, anaenda kujenga naye kanyumba kake kadogo. Wewe unajenga nyumba ya familia ili muishi pamoja. Yeye anatengeneza mazingira ya kujitegemea ndani ya ndoa. Haiwezekani. Inakuwa ni kama familia mbili ziko ndani ya nyumba moja. Haiwezekani Mwenyekiti. Na unakuta bora hata ile nyumba ambayo anajenga basi ajiandika hata jina lake, ili kwa namna moja au nyingine hata siku akifariki na mtoto wako halisi ambaye umezaa naye mtoto, anaandika jina la mama yake. Mama yake kifariki, wanalisi makaka zake, na ni hela zako, hela za watoto wako. Haiwezekani Mwenyekiti. Naomba sana Mheshimiwa Gwajima, Mheshimiwa Gwajima, ukipata muda njoo Kigoma nikukutanishe na wakina mama wajasiriamali ambao wako tayari kuwalea na kupambana na watoto pamoja na wanaume zao, lakini kwa heshima kubwa. Njoo nikupeleke soko Marungu, kuna wakina mama. Njoo nikupeleke soko la Kwanoti, kuna wakina mama. Njoo nikupeleke soko la kwa Kidagala, kuna wakina mama zaidi ya